Naitwa Hassan Bakari, katibu wa kamati ya kufuatilia madai ya mapunjo ya mradi wa maegesho ya malori. Mradi upo katika kata ya Kurasini, mtaa wa Shimo la Udongo, katika eneo hilo ambalo linaonekana hivi sasa. Tuliondolewa na halmashauri ya manispaa ya Temeke kwa kulipwa fidia, lakini katika malipo yao kulijitokeza mapungufu ya malipo. Tulilalamika kupitia kwa mkurugenzi marehemu Kagimbo, na yeye alichukua hatua kuijulisha Wizara ya Ardhi, wakaja pamoja na wataalamu kutoka manispaa kuja kuhakiki madai yetu. Ikathibitika madai hayo yana mashiko na likaandaliwa jedwali la malipo ili wananchi waweze kulipwa fedha zilizopungua. Na katika jedwali hilo lilikuwa na watu 111. Mtu mmoja ambaye ni Zaina Bakari Mohamed, yeye alikwisha lipwa baada ya kulalamika na kuzunguka kwa muda mrefu. Sisi wananchi 110 ndio ambao mpaka leo tunahangaika na jambo hili. Takribani sasa inafika miaka 9. Tunazo barua mbalimbali zenye uthibitisho wa jambo hilo. Tunayo barua ya TAKUKURU ambayo walifanya uchunguzi juu ya madai yetu, wakatujibu. Barua tunayo barua ya msamini mkuu wa serikali aliyomwandikia mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam kipindiko Mheshimiwa Paulo Makonda kumjulisha juu ya uhalali na haki ya malipo hayo. Tunayo barua ya waziri wa TAMISEMI Mchengerwa. Waandishi wa habari wengi wamezoea kumuita mtu kazi, lakini sisi kwetu sisi kazi yake imekuwa ngumu sana kutusimamia ili tuweze kupata malipo hayo, kwa sababu alimwandikia mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam na kumtaka amjulishe ili jambo analijuaje, amelishughulikia vipi, ili yeye aweze kulifanyia hitimisho. Na barua hiyo ilikuwa ya tarehe 4 ya mwezi wa 3 2024, lakini mpaka leo hakuna chochote tulichowezwa kulipwa. Na mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam alimjibu waziri wa TAMISEMI Mheshimiwa Chalamila akimjulisha juu ya uhalali na haki ya malipo kwa wananchi waliondolewa katika eneo la mradi, na mwekezaji ana wajibu wa kuweza kutoa fedha hizo. Sasa sisi wananchi 110 tunashangaa sana, tunasikitishwa na wasaidizi wa Mheshimiwa Rais wetu mpendwa Mama Samia Suluhu Hassan kwa jinsi wanavyoshindwa kutimiza majukumu yao, wajibu wao katika kuwasaidia wananchi kutokana na kero mbalimbali zinazotukabili wananchi. Tumeshakutana na mkuu wa mkoa, tumekwisha ongea naye na amekwisha jiridhisha yeye mwenyewe kwamba wananchi wana haki ya kulipwa na akaahidi atalifanyia kazi ili kwa haraka. Tuna zaidi ya miezi 3 sasa, hakuna hatua yoyote ambayo imechukuliwa. Tukifika ofisini hatumuoni, tupate nafasi ya kumwona. Kwa wananchi tunasikitika sana, tunajiuliza sana. Lakini tumuombe mwekezaji ambaye ni GSM ndugu yetu Garibu. Tunafahamu ni mwekezaji muungwana, mstaarabu, mwenye kujua shida za watu. Atambue sasa kwamba anamiliki ardhi na anaifanyia biashara katika eneo ambalo hajakamilisha malipo ya wananchi. Wapo watu wanyonge, wapo kina mama wajane, wapo watoto yatima. Tumuulize GSM, kuna tatizo gani kati yeye na halmashauri ya manispaa ya Temeke? Kama ameweza kutoa bilioni 10 kwa ajili ya Chama cha Mapinduzi, anashindwaje kutoa milioni 700 kwa ajili ya wananchi 110? Hatuna shida na serikali yetu ya Chama cha Mapinduzi, na kupitia malalamiko yetu haya leo, nichukue fursa hii kumwombea kila laheri Mheshimiwa Rais ambaye ni mgombea wa Chama cha Mapinduzi, Mama Samia Suluhu Hassan, aweze kushinda katika uchaguzi huu. Tunatambua anafanya kazi kubwa sana ya kuwatumikia wananchi, lakini ana kazi kubwa sana ya kuwahimiza wasaidizi wake waweze kuwatumikia wananchi, kwa sababu yeye yupo juu, lakini kuna watu wamewateua ili wamsaidie katika kutimiza majukumu, wanashindwa.
wanashindwa. Kwa hiyo tunamwomba Mama Samia ashinde katika uchaguzi na hatimaye Chama cha Mapinduzi kiende kutawala, lakini wasaidizi wake wamsaidie ili wananchi waweze kupata haki yao. Kwa hiyo tunaomba sana, na hasa mimi nimwombe sana Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam, ndugu yetu Chalamila, ili jambo unalijua vizuri, shida iko wapi? Na kama jambo limeshakuwa kubwa kwa upande wako, mjulishe basi waziri wa TAMISEMI kwamba lipo nje ya uwezo wako, ili yeye achukue hatua ya kuweza kuwasaidia wananchi ili tuweze kupata haki yetu. Fikiria iwapo kama utekelezaji hautokuwa wa haraka, tutafanya maandamano ya amani. Na mimi nimuombe afande Mulilo, ili jambo wasilichukulie kama sisi ni maadui tunaopingana na serikali. Tutampelekea barua ya maombi ya kibali ya maandamano ya amani, tutampelekea vielelezo, na tutakwenda kulala manispaa ya Temeke mpaka watupe hela zetu. Tutapeleka barua sehemu zote hizo. Lakini kama wanakusudia kutaka kutuua, watatuua katika kudai haki yetu. Kama wanakusudia kutaka kutupiga, watatupiga katika kudai haki yetu. Lakini tutafanya maandamano ya amani katika kudai haki yetu, kwa sababu imeshakuwa miaka mingi sana tunateseka. Miaka 8. Felista Komba alimaarufu Mama Komba. Kwa kifupi, mwandishi wa habari, mimi kama lawama ya kwanza ndani ya serikali hii na wananchi hawa ingekuwa moja kwa moja yangukie kwangu, kwa kuwa mimi nilikuwa mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Kurasini kwa miaka 15. Zoezi lilivyofika kutoka juu lilifika kwetu sisi wenye viti wa mitaa 5. Tukaambiwa upanuzi wa bandari na tukaambiwa eneo hili ni hot cake kwao kwa ajili ya lorry parking. Na aliyekuja ni EPZA Dr. Mel, na akasema kwamba mkikubali leo, kesho kutwa hela zenu mnazipata. Na kweli tuliwashawishi wananchi na wakakubaliana. Wananchi wa Kurasini ni watu waungwana, hamjawahi kusikia maandamano ya aina yoyote Kurasini. Lakini sasa inachokuja kutatanisha ni halmashauri yetu ya manispaa ya Temeke. Kwanza mmoja, kuna mama anaitwa Veronica Mlagwa ambaye yeye ni mipango miji. Aliyeongea Julai sivyo ndivyo ilivyokuwa, na akasema kwamba cheki ya watu waliikataa, tukaenda mahakamani na ile cheki imechacha. Kwa kweli sisi tumesikitika. Kwa vielelezo ilibidi arudi atuoneshe ile cheki iliyochacha, na kama iliyochacha ndani ya miezi 3, kwa nini isiandikwe cheki tena? Cheki inaandikwa kwa siku ngapi? Ni siku moja. Kwa nini isiandikwe cheki? Tukapewa hiyo cheki. Na ninachozungumza mpaka sasa, waandishi wa habari na wananchi wenzangu, wote tunamwogopa Mungu. Na Mungu hakuna wizara aliyoanza kuileta hapa duniani, ni wizara ya ardhi. Kila kitu kimetokana na ardhi. Kila kitu, iwe gari unalotembelea, hivi vyuma mlivyovishika ni ardhi. Kwa hiyo aliumba ulimwengu na Mungu akamtuma mwanae wa pekee ili kuja kuwakomboa wanadamu hapa duniani. Lakini manispaa yetu ya Temeke inashindwa kutukomboa. Wizara ya ardhi mwaka huu rais kawapa magari zaidi ya 30, mrudi chini mkawatetee wale wananchi. Sio wananchi watoke waje maofisini kwenu. Hakuna hata mmoja aliyeshuka hapa. Huyu mkurugenzi anakubali kabisa, mimi sina neno. Sina neno. Wakiniambia nianze kulipa, mimi nalipa. GCM ni kijana safi, hana matatizo, lakini wale mama anahangaika kutafuta kura, na nyinyi mtu namuombea apate kula nyingi, lakini tumuombee sana apate watendaji wazuri. Si kila mtendaji, apate watendaji wazuri wenye hofu ya Mungu, waje watekeleze yale mama anayataka. Anapata tabu sana na hao watu. Tunaomba hela zetu zipatikane. GCM ni muungwana, milioni 700 kwake ni hela ndogo sana. Na GCM, mimi ni kijana wangu, ni mwanafunzi wangu wa Mfaranyaki Majimaji Songea. Alisikia mwalimu wake naongea, mwalimu Felista Komba, mwalimu wake. Naomba hela hizi toa kwa wananchi hawa. Manispaa wasikudanganye. Tumeona mkuu wa mkoa juzi kwenye Yanga amekaa, GCM Salam mdogo wake wamekaa pamoja.
Kwa nini Chalamila, ndugu yangu, mtani wangu, hulilizungumzi hilo? Mbona ni kijana mwaminifu sana, una hofu na Mungu. Tunaomba hela Chalamila kwa kupitia GCM, tunaomba hela zije kwa wananchi hawa. Milioni 700 ni kitu gani? Milioni 700 ambapo anabomoa nyumba 30, kwa nyumba moja analipa bilioni 1, bilioni 3. Milioni 700 kwa watu 100 na. Hii roho hizi zisije zikakutesa. John Mohamed Churi. Sauti kidogo, sauti. John Mohamed Churi ni mdai kama alivyoongea kiongozi wa kamati yetu, maana sisi sote tulikuwa tunakwenda mkoani au wilayani, tuna uongozi wetu tulioteua. Kwa hiyo ulikuwa mbele yetu kutuwakilisha, na nawashukuru kazi waliyofanya, ni uvumilivu ni kubwa mpaka kufikia wakati huo. Tunawashukuru sana. Sasa mimi nasikitika na uzee wangu niliyosumbuliwa hapa nikiwa mzee na kwenda kuanza maisha upya. Hona naingia katika matatizo ya maisha kwa ajili ya watu wengine. Na uzee nilivyo sasa hivi, miguu mibovu, macho si mazuri, mwili umeharibika. Miaka 8 nikijua taratibu ya serikali wanapofanya kazi. Jamani, ufanyaji kazi wa serikali ndio muhimu. Leo mimi sikupata kiwanja na kwenda kununua kiwanja, wakati serikali inatakiwa nipe kiwanja, lakini na kwenda kununua kiwanja. Hivi daktari anaanza kuambiwa na mgonjwa nipe dawa? Ni ajabu, serikali ndio inajua. Kwa hiyo ingenipa kiwanja, tunakubomoa tunakupa kiwanja. Nipi. Na kwenda kuhangaika kutafuta kununua kiwanja. Ya pili ni kwamba sasa tumeshafikia hatua ngumu. Wathamini kama ilivyoelekezwa hapa, wathamini wamefanya kazi hii, wakaguzi wamefanya kazi hii. TAKUKURU naona wende wameshirikishwa kama ilivyosikia viongozi wetu waliokuwa wanatutangulia kufanya haya, wameshirikishwa. Najua hivi vyombo vitatu ni msomaji mkuu wa serikali wa kuweza kumshauri mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya, hata juu ngazi zote. Hawa mambo ya ardhi, hawa ndio wenye kutoa tathmini. Sasa kama wameshatoa tathmini, huyo mkurugenzi wa manispaa anataka washauri gani tena? Ikiwa hawa ndio wasemaji wake wakuu, anataka watu gani waje wakathibitisha zaidi ya hili swala? Na kama wameshathibitisha hili swala, bado kuna tatizo liko wapi? Tunashindwa kuelewa. Kama ni serikali na tatizo zake inavyokwenda ndivyo ilivyo, tungeona itekeleze wajibu wake. La tatu, kama alivyoongea mwandishi wa habari hapa, ameongea ni vizuri kweli, tukatambua sisi ni binadamu, tunaishi duniani kama binadamu, tunapita tu, lakini aliyeumba dunia hii ndiye aliyetupa ardhi ya Tanganyika. Ardhi ya Tanganyika, waliomo ndani humo wote ni wamoja katika kipande cha ardhi, kiwa wanyama, kiwa ndege, kiwa binadamu, katika kipande cha ardhi watu. Kwa hiyo mashauri yanakuja katika ujumla huo. Hussein Bakari maarufu Doto ametoka kuongea pacha wangu Kulwa, ambao ni katibu wetu wa kamati ya kufuatilia mapunjo. Kwa kweli sisi wananchi tunasikitika kwa sababu hili jambo lina muda mrefu sana, ni mwaka wa 9 sasa, na kibaya zaidi, kila ofisi tukienda serikali wanakiri kwamba mna haki ya kulipwa hizi pesa. Shida ipo katika utekelezaji wa maneno yao. Tumeenda kwa mkurugenzi, anasema mna haki ya kulipwa, lakini tunapofuatilia tunaambiwa kwamba mwekezaji apokee simu, mwekezaji akitumiwa barua hajibu. Wananchi tunarudi tunaanza moja. Tunaenda kwa mkuu wa mkoa, nayo maneno ni hayo. Tumekutana mkuu wa mkoa siku moja tu, lakini tunafanya juhudi ya kuwasiliana na katibu wake
kila siku mkuu wa mkoa nafasiana, lakini cha kusikitisha mkuu wa mkoa huyo ambao anasema kwamba hana nafasi ya kuonana na GSM siku ya mechi ya Yanga Day, wapo jirani na GSM. Tunajiuliza, shida za wananchi nafasi hana, shida ya starehe za mpira mkuu wa mkoa nafasi anayo, anakwenda anakaa na GSM wanaongea mengine. Sasa Mheshimiwa Rais, tunakuomba hili jambo, tunaomba sisi wananchi ulifanyie kazi wewe Mheshimiwa Rais, kwa sababu wasaidizi wako huko wanakuangusha chini, hawasikilizi shida za wananchi, ni maneno tu imebaki katika maofisi ya serikali. Kila tunapoenda tunapigwa dandana. Tunakuomba Mheshimiwa Rais, kwa heshima na taadhima, mama yetu, utusaidie wewe sasa, utoe kauli yako ya mwisho juu ya malipo haya ya wananchi ya mapunjo milioni 700, ambayo tunaamini milioni 700 ni hela ndogo sana kwa GSM. Kama votoa kuongea mwanzangu kwamba ametoa bilioni 10 hapa kukichangia chama, leo milioni 700 mwekezaji anashindwa kutoa, sababu wanajua kati ya manispaa na mwekezaji nini shida ambayo inapelekea mpaka mwekezaji anashindwa kukamilisha malipo hayo ambayo yapo kwa mujibu wa sheria.